Tuende moja kwa moja shangazi kwenye mada ya leo ya mfumo wa utoaji haki. Tunaweza kutarajia haki? Kwa kweli mfumo wa utoaji haki katika taifa letu umeparalyze, na sio haki tu katika mahakama, imekuwa sasa ni tatizo katika nyanja zote. Ukienda kwenye ajira, hakuna ajira zinazopatikana kwa haki. Ukienda kwenye elimu haipatikani kwa haki. Watoto wanaosoma ni watoto wa matajiri, watoto wa wakubwa, lakini watoto wa maskini wanapelekwa shuleni ili wakue, sio wasome. Unakuta shule moja ina watoto 4,000 lakini na walimu 8. Sasa hapo hamna hata walau kwamba wanaweza wakajifunza, isipokuwa wapo kwa ajili ya kukua. Kwa hiyo mfumo wa haki maeneo yote katika nyanja zote haupo. Sasa tunaweza tukatokaje hapa? Sasa haki lazima tuitafute, na haki haiombwi. Mimi nilikuwa nawaambia watu kwamba Israeli ambako Yesu amezaliwa leo wanapigana na Palestina miaka. Wanapigana kwa sababu ya haki. Wanaamini ardhi ni yao na wanapambana kudai ardhi yao. Sasa sisi tuna watu ambao wanaamini kwamba tunaweza tukapata nchi yetu kwa maombi. Sipingi maombi yana nguvu, lakini lazima uwe na hatua, kwamba unafanya hatua. Musa wakati anawatoa wana wa Israeli Misri, wamefika sehemu sasa wana kiu, wanahitaji maji. Mungu alimuuliza Musa, una nini mkononi? Musa akasema nina fimbo. Ile fimbo akamwambia piga mwamba, kisha mwamba ukatoa maji. Sasa ili sisi tupate haki, lazima tuchukue hatua. Na hatua, mimi kwa mawazo yangu, lazima tuandae maandamano makubwa. Na maandamano tunayaandaa kwa namna gani? Jambo la kwanza, chama kikuu nchi hii kwa sababu ni Chadema. Naamini Chadema sio chama cha upinzani tena, ni chama kikuu. Ndio maana CCM wanajaribu kutumia namna zote kuhakikisha kwamba wanapambana na Chadema. Wanatumia mahakama, wanatumia polisi, wanatumia usalama wa taifa, wanatumia kila namna kupambana, kwa sababu hawawezi kupambana na chama cha siasa kikubwa kwa kutumia majukwaa ya siasa. Lazima watumie nguvu za dola. Sasa kwa sababu ni chama kikubwa nchi hii, moja, kitangaze maandamano. Lakini pia taasisi za kidini, mimi nafikiri na zenyewe, kwa sababu tunapouliwa sisi ni waumini wao. Tunapotekwa, tunapoteswa, tunapokosa elimu bora, tunapokosa haki mahakamani, tunapokosa haki kila mahali, maana yake sisi ni waumini wao, tunaumia na wao, kwa sababu ni taasisi zetu, ni viongozi wetu wa dini. Watusaidie na wao watangaze maandamano kama sehemu ya kuunga wananchi, kwamba na wao wanaunga mkono wananchi. Kongo waliwahi kufanya hivyo, waliwahi kutangaza viongozi wa dini, na sisi nafikiri kwamba na wao
watusaidie kutangaza maandamano kwamba jamani, chama kimetangaza au chama cha siasa kimetangaza maandamano ya amani. Kwa hiyo tunawashauri au tunaomba na waumini ambao watakuwa tayari waende. Hiyo kauli tu itaweza ikatusaidia sehemu kubwa sana. Kwa hiyo tufanye maandamano makubwa, lakini hawa wauaji bado inawezekana wakaleta vizingiti, na kwa sababu tumeona tarehe 9 walichokifanya. Tarehe 9 Disemba waliamua watu kuwafungia ndani, licha ya kwamba ni siku ya uhuru wa nchi yao, lakini wakafungiwa ndani. Kwa hiyo hawa wauaji wanaweza wakafanya namna yoyote kuhakikisha wanazuia nguvu ya umma, na wanaweza wakaleta mamluki, kwa sababu wao mpaka sasa hivi wanapambana kwa namna yoyote. Wanaweza kuleta mamluki hata kuua au kufanya chochote. Kama maandamano hayo tutaona kwamba sasa imekuwa na changamoto walioisababisha wao, aidha kuumiza watu au kufanya chochote, kuwe na plan B. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba hawatakabidhi, nchi haiwezi kukabidhiwa kwa makaratasi. Sasa kuna vitu naanza kuamini kwamba kumbe tuna haja ya kuanza kupambana, kutafuta nguvu nyingine ya ziada. Nchi zozote zile ambazo zimeingia kwenye makundi ya waasi, sio kwamba zimeumbwa hivyo, isipokuwa zimesababishiwa na wapumbavu wa viongozi wajinga kama hawa ambao sasa wamejiweka madarakani kwa mtutu wa bunduki. Walioko nje, na mimi ningeshauri kuangalia namna gani tunaweza tukapata vifaa, namna gani tunaweza tukapata vijana walau wakapata mafunzo, tukaitafuta nchi kwa namna yoyote. Yani hili sasa halihitaji tena kuanza kusubiria. Leo nimeumia sana. Haiwezekani mtu mumemupa kesi ya uongo, mumemng'ang'ania, mnaleta mashahidi ambao yani hata aibu hawana. Shahidi anasema ni mfanyabiashara, ana leseni, shahidi ana akaunti ya Facebook na WhatsApp na YouTube, lakini hana hata namba ya NIDA. Yani sijui ni wapumbavu kiasi gani. Mashahidi wa kuficha. Ukiangalia kizimba chenyewe, hata majaji wenyewe hawamuoni, japo wanasema wanamuona, lakini kile kizimba kionyeshi kwamba wanamuona. Majaji wamekuwa na wao sasa wamekuwa ni watu wapumbavu sasa hivi, kwa sababu hawapatikani kwa utaratibu ambao unafaa, kwamba walau wataupelekwa kwenye kushindanishwa. Hapana, ni rais. Ninashindwa hata kumuita rais huyu Malkia aliyejiweka madarakani, akiamua tu kwamba sasa hii kesi namtoa mtu Morogoro aje aiendeshe. Sasa nataka kesi hii iwe hivi. Ndiye anayesimamia kesi tayari, kwa sababu tu upatikanaji wao sio wa kushindanishwa, sio wa wazi. Ni kwa sababu wanateuliwa na mtu bila kujali yule mtu sasa amepatikanaje, bila kujali kwamba yule mtu, na bado wanapata kiapo cha kumtii yeye, yani kwamba wamtii yeye. Sasa wanafika hatua vitu
pumbavu kabisa ambavyo hata mtoto mdogo anaviona wanavilea. Sasa ili tupate haki ni lazima tupite njia zote. Maandamano tulishaanza na tuitishe mengine makubwa. Endapo ikifika hatua sasa kwamba wanajaribu kuzuia watu kufikisha ujumbe kwa njia ya maandamano, jamani, tuangalie ni namna gani tutapambana na serikali hii. Hatuwezi tukawaza tu kwamba tunapambana na watu wana mtutu wa bunduki alafu sisi tunaishia kuwa na mabango. Lazima tuangalie njia mbadala, tuangalie tunapambana nao kwa mfumo gani. Hivi vitu vinatia hasira. Nimeingia kwenye akaunti moja ya kiongozi mmoja, yani anaandika na kwa kufurahi jambo lililotokea mahakamani kwamba anaomba chakula, hajui mahakamani ni sehemu ya sheria, sio sehemu ya chakula. Yani vitu vya kijinga. Haki, yani haki ya binadamu, kula ni sehemu ya haki za binadamu. Mtu anyimwe chakula na bado Shangazi, mimi nafikiri tu niachie hapo. Kwa kweli nashukuru shangazi, sababu leo na hasira sana. Asante sana Ezekiel, shukran sana. Na labda tu ili swala mimi niseme kwamba utaendelea kusema kila mtu atakuwa ana njia tofauti tofauti ya kuweza kutatua tatizo ambalo anakumbana nalo. Sasa Watanzania ambao wanaona kwamba labda kwa hapo ilipofikia tuna serikali ambayo kazi yake ni kutumia tu violence na inabidi jibiwe na violence, basi wajue kwamba kosa haliko kwa wananchi bali kwao. Mjahidi, hali yako vipi? Karibu sana. Mjahidi upo? Okay, child of God. Maria, nipo, unasikika? Unasikika Mjahidi, kini kwa mbali. Hapo nasikika hapo. Bado uko kwa mbali ndugu yangu, hebu rekebisha kidogo. Walinishughulikia sana hapa. Naona wananishusha, najikuta space nimetolewa tu. Sielewi, ngoja nitoke alafu nirudi tena. Sawa Mjahidi. Kazi ipo. Yani kwa sasa hivi jamani, naona wameshaanza tena kuzuia, basi wale ambao bado wanataka kuchangia, ndio muda wa mwisho tunatarajia kupata hizo request ili tuweze kuwapandisha hapa juu. Mjahidi, Simoni, basi nisaidia pia Mshabaha, ukimwona Mjahidi tuweze kumrudisha juu mapema. Ni wakati tunaendelea kumsubiri Mjahidi, kuna nimeona ukurasa wa mbele wa Mwananchi nasema Chadema yampa masharti Samia. Asema ndio yatakipa mwanga chama hicho kufikia kuingia kwenye maridhiano tena. Azungumzia madai watu kunufaika na kesi ya Lissu. Nadhani huu ni mwendelezo wa yale ambayo alikuwa amesema pia kwenye press conference. Mjahidi, nashukuru naona umerudi. Hebu tujaribu kukuunga tena uweze kuchangia. Mjahidi, jaribu kuwasha maiki. Unasikika? Unasikika tena, naona imepata nafuu. Karibu sana. Nasikika vizuri tu? Vizuri kabisa. Asante sana na nashukuru, na mtanisamehe kidogo, niko barabarani. Kwa magari na mapikipiki baadhi ya sehemu. Ndio. Na pita kidogo. Kwa sababu nimekuwa hivyo kidogo siku hizi kipindi hichi. Kwa kutokana na harakati zetu na mazingira yetu yalikuwa magumu za hii nchi.
Na dada Maria, mimi kwanza nashukuru na asante sana. Na mimi kabla sijatoa mchango wangu kwa huu mjadala wa leo, kwanza huwa nakuombea dua na Maria, Allah kujalie afya njema, Allah kujalie kila la kheri, Allah kuongoze kwa busara na hekima zako. Na Maria, Allah kujalie umri mrefu ni kheri na wewe na baraka tele. Na Maria, Allah kulinde na shari za wanadamu, shari zinazoonekana na shari zisizoonekana. Na Maria, Allah akujalie afya njema muda wote na wakati wote, na akujalie kila la kheri. Na dada Maria, Allah akuweke, akujalie kuja kuona mabadiliko ya kile unachokipigania kwa taifa letu kwa muda mrefu, siku hiyo kufurahia na ukiwa na meno ya kukamili na kufurahia kunywa siku ya kuku wa kienyeji. Na Maria, mimi nashukuru na asante. Asante sana Mjahidi, Mungu akubariki sana, akulinde na haya madhulumati, na hakikishe kwamba anakuweka salama hadi hiyo siku ambapo tutakuwa pamoja, na supu wa kienyeji lazima tunywe pamoja. Asante. Asante dada Maria na shukrani sana. Na mimi natoa mchango wangu mdogo wa huu mjadala wa leo. Mfumo wa utoaji haki tunauweza tarajia haki, na maana nadhani huu ni mtihani mzito na mjadala mzuri sana huu. Lakini mimi nataka niwaambie kitu dada Maria. Kwa kwanza, nchi yetu ngumu na nchi yetu ni hatari, na ni pale mimi ninaposema kila siku kuwa CCM na serikali yao hawa ni watu wabaya, ni watu makatili, waovu, na ni watu hatari. Na nilisema kwa muda mrefu, si watu wa kuwakubali na kuwapenda hawa watu, ni wabaya na hawafai. Na mimi nataka niwaambie jambo tu, kwa kile mnachokiona mahakamani leo, msisahau tu kabla haya ya leo ya ukatili anamfanyia Mheshimiwa Tundu Lissu, tambueni Lissu alishazungumza ukatili anamfanyia gerezani, unyama anamfanyia gerezani, vitu anamfanyia gerezani, alishasema. Kwa hiyo leo mpaka yanafanyika nje, si ya kushangaa wala si ya kulia, lakini tu kwa mwanadamu mwenye roho ya huruma na mapenzi na mpigania haki ni lazima atatokwa na machozi. Na kumbukeni mahakama ile ni watu walichukuliwa pale wengi tu, viongozi wengi wa chama wakaenda kapigwa marungu, wakatupwa msituni, wakavunjwa miguu. Kuna baadhi ya dada zetu wengine wakavuliwa nguo, walichukuliwa pale mahakamani, wakapigwa mijeledi, wakabakwa, na polisi wakaja akasema hawahusiki. Pamoja na katibu mkuu John Mnyika akaja na maelezo kutosha, na akatoa video zote za polisi waliosema hawahusiki na matukio hali mabaya yanayofanyika mahakamani na ukatili mbaya ambao unafanywa na serikali haramu. Kwa hiyo mimi nataka niwaambie jambo tu, kwa hii nchi kwanza, hawa watu ni wachukia wote. Ni kuchukia polisi, chukieni viongozi ambao wamejipa mamlaka, sichukieni hizi mahakama. Ukizipatia sawa kwa ujasiri wako zitie moto. Mahakama zote ni chafu na ni mbaya na hazitendi haki. Na hatuwezi pata haki dada Maria kwa kutegemea mfumo wa taifa letu kwa utawala huu ambao upo madarakani.